Fimbo ikilia kuna jambo. Ni rasmi wazi kwamba serikali ya Kenya na serikali ya Samia Suluhu Hassan ya Tanzania imekuwa katika mapatano kuhusiana na jinsi ambavyo vijana ambao wameinuka katika harakati zao za kutoa usemi wao kuambatana na jinsi ambavyo wanakerwa na uongozi ulioko kwa mamlakani wapigwe fimbo. Sote tunajua kwamba serikali inaposema kutumia fimbo, kitu ambacho tumeshuhudia katika nchi yetu ya Kenya ni matumizi ya nguvu kupita kiasi kwa kutumia polisi na maguns kusambaratisha maandamano ya vijana ambayo yamekuwa kwa sehemu kubwa ni maandamano ya amani. Kumbe wakati ambapo mwanaharakati Boniface Mwangi na mwenzake Agatha Atuhaire walipotekwa nyara wakiwa kule Tanzania kwenda kuhudhuria kesi ya kiongozi wa upinzani Tundu Lissu, ndipo mkataba huu wa kuwapiga fimbo ulipopatanwa. Kumbe ndio kwa sababu tumekuwa tukishuhudia vurugu ambazo zimekuwa zikifanyika na watu kutekwa nyara na watekaji nyara hao kutotambuliwa na kutoelezewa hadharani ni akina nani. Kumbe ni jambo ambalo linafanyika katika serikali hii, ikiwa ni mbinu ya kunyamazisha sauti ya watu ambao wana maoni tofauti na serikali hii. Hii ni kusema ya kwamba system ambayo tuko nayo kwa wakati huu inahitaji kubanduliwa. System ya majambazi ni lazima iondolewe. Hiyo nitaiunga mkono kwa sababu kuna sauti ambayo ilisikika ilichezwa na Radio Citizen tarehe 7 mwezi wa 4 mwaka huu wa 2026 ya mwana Gen Z akisema ya kwamba kupiga kura katika uchaguzi ujao itakuwa ni sawa na kujikaanga na mafuta yetu. Hii ni katika mojawapo ya makala yake ya kila Jumanne ya kikao cha Jambo Kenya. Na ninaunga mkono mtazamo huo kwa sababu hata siku mbili baada ya tamko hilo la mwana Gen Z huyo, seneta wa Busia Okiya Omtata alitoa maoni ambayo yanaunga mkono pendekezo kama hilo alipokuwa kihojiwa na kituo kimoja mashuhuri ambacho kinawahoji viongozi tofauti kutoka nyanja mbalimbali cha Radio Generations, aliposema ya kwamba kwa hakika kuondoa uongozi huu sio suluhu, ama kupiga kura katika uchaguzi ujao haitaleta afueni katika nchi yetu ya Kenya na haitaleta matokeo ambayo Wakenya wanayatarajia, ila kuubandua mfumo mzima ambao umewezesha mambo ya ufisadi kufanyika. Mfumo huo unaowezesha mambo ya kifisadi kufanyika ndio ninaouita system ya majambazi, na ni mfumo ambao haukuanza leo, si mfumo ambao umeanza na serikali hii. Umekuwako tangu mwaka wa 63 Kenya ilipopata uhuru wake, na imekuwa ikishughulika na mambo ambayo ni ya kusambaratisha na kuweka wananchi wa Kenya katika hali duni za maisha, ili viongozi ambao wako katika nyadhifa za uongozi waendelee kushikilia nyadhifa hizo na kuwa watawala wetu. Hilo ni jambo ambalo linafanya watu kukereka na kuishi katika hali duni za maisha. System hii ya majambazi ndio inawafanya viongozi wanapoingia serikalini wanakuwa ni watu ambao ni wanafiki, ni warongo, ni watu ambao wanageuka kuwa wale tunaita matapeli wa kisiasa. Lengo lao ni kuhakikisha wamesambaratisha uwezekano wa Mkenya kuweza kujiinua kimaisha na kuishi katika misingi iliyoegezwa kikatiba. Ni hao viongozi ambao wamegeuka kuwa wasaliti na kuwafanya wananchi wa Kenya kubeba mzigo mkubwa wa uchumi, wakiwa na lengo la kujinufaisha wao wenyewe kibinafsi, na mfumo huo ni lazima ubanduliwe. Mfumo huo ndio
walianzisha mambo ambayo yalikuwa ni ya kuwapoteza watu, sio hivi majuzi tu, sio katika hivi visa ambavyo tumeziona ambavyo vimetokea 2024 na 2025. Msisahau yale maafa ya River Yala, msisahau vifo vya Mukuru kwa Jenga, msisahau kwamba hata waliotekwa nyara mpaka wa leo hawajulikani waliko, na waliosababisha mambo hayo yote hakuna ripoti yoyote imetolewa na serikali kuhusiana na ni nani walifanya maafa hayo kufikia sasa. Na yote hayo yamefanyika katika kipindi cha hivi karibuni. Lakini ningependa kuwarudisha nyuma kidogo, ya kwamba katika serikali pia zilizotangulia, ningeweza kuwatajia wakati ambapo tahadhari kama hii ambayo ninakutolea leo ilitolewa na aliyekuwa mbunge wa Nyandarua North mwaka wa 1975, aliyekuwa anaitwa J.M. Kariuki, aliposema ya kwamba Kenya imegeuka kuwa nchi ya mamilionea 10 na mamilioni 10 za waombaji. Hilo tamko ndilo lilopelekea yeye kunyamazishwa. Lakini nataka kukuambia ya kwamba kwa hakika tuna jukumu kama wananchi wa Kenya kuhakikisha ya kwamba mfumo huu unabambuliwa na unatokomezwa, na tuweze kuwa na mfumo ambao utaweza kuleta serikali ambayo itakuwa ikiwajibika kwa jinsi inavyowapasa na kulingana na matakwa ya wananchi. Mfumo huu ambao ninaoupendekeza ni mfumo ambao utafagilia na kusafisha na kuiokoa nchi, kwa sababu hakika katika hali tulizo nazo na yale ambayo yanazidi kutufumania yatatuweka katika hali ya taharuki siku zisizo mbali. Waswahili wanasema lisemwalo lipo na kama halipo laja. Ningependa kuambia kwamba kwa hakika kuna uwezekano mkubwa ya kwamba uchaguzi ujao wa mwaka 2027, kama ambavyo sauti hiyo ya mwanajenzi ilivyosema, kupiga kura itakuwa ni kujikaanga, kwa sababu kuna uwezekano mkubwa ya kwamba sehemu nyingi za upigaji kura ambapo kunaonekana upigaji kura utakwenda kinyume na matakwa ya viongozi na mabwenyenye fulani katika nyadhifa za uongozi na hata upande wa mrengo wa upinzani, kutakuwa na magenge ambayo yanaweza kutumiwa kuvuruga upigaji kura kwa ajili ya kuweza kujibinafsisha ama kuweza kupata kura katika sehemu hizo za watu ambao wanafikiria na kuamini ya kwamba wao ndio wanahitajika kuwa wababe ndio wa maeneo hayo ambayo watakuwa wanayamiliki. System hii ya kijambazi itaondolewa na kusafishwa na mfumo ambao nimekuwa nikiuongelea, ambao ninauita inverse salaries for political office, yaani mishahara ilipo kinyume na jinsi mtu alivyo tajiri, na iwe ya kwamba aliyetajiri zaidi ndio anapata mshahara mdogo sana. Na hapo ndipo mtaweza kugundua na kuona ya kwamba kwa hakika hakuna viongozi wazalendo kama ambavyo yamependekezwa na katiba yetu katika kipengele cha 10 mlango wa 2A ya katiba yetu, ambayo inapendekeza kuwe na uzalendo. Wengi wakiingia pale wanaingia pale kwa ajili ya mambo yao ya kibinafsi na malengo yao ya kujiinua. Jambo hilo lazima litokomezwe na tutalimaliza tukitumia mfumo huo. Na pili, tuweze kuondoa system hii ya kijambazi tukiweka sheria ya kwamba adhabu ya kifo kwa mabwenyenye ama viongozi wanaopatikana na hatia ya ufisadi wanatiwa kitanzi. Yaani lazima adhabu ya kifo irudi, na hata kwa maaskari ambao wanatumia nguvu kupita kiasi kuumiza na kuwaua raia ambao hawana hatia. Kuwezesha sheria hizo kuwa sheria inatuhitaji sahihi za wapiga kura milioni 1, na ninaamini ya kwamba sahihi za Kenya milioni 1 wapiga kura ni kidogo sana. That is just a drop in the ocean. Kuna watu wengi ambao wanalia kwa hivi sasa, si Wakenya wengi ambao wanaweza kusema wanaishi katika hali za starehe. Wengi wanalia kutokana na vile wamesongwa na mambo, na mkiangalia mtaona mambo yamesambaratika upande wa elimu, upande wa matibabu, upande wa usafiri, upande wa kuweza kupata riziki. Mambo yamekuwa magumu na yanazidi kuwa magumu kwa sababu ya mabwenyenye hawa na mbinu ambazo wanazitumia
kuhakikisha ya kwamba Wakenya wengi iwezekanavyo wanabaki katika hali duni za maisha. Kwa hivyo ni lazima jukumu lichukuliwe na wewe mpiga kura kuhakikisha ya kwamba unakwenda katika sehemu ya ofisi ya MCA na kumwambia afungue kitabu cha watu ambao wanaunga mkono mswada huo, ambapo utaweka tarehe na jina, nambari ya kitambulisho na sahihi yako kuonyesha ya kwamba unaunga mkono mswada huo. Katika mapendekezo ya mswada huo nimependekeza kwamba mtu yoyote ambaye anamiliki mali ya zaidi ya bilioni 2 asiweze ingia katika nyadhifa yoyote ya kisiasa ama katika ofisi ya kisiasa, na yeyote ambaye utajiri wake anamiliki mali wa bilioni 2 asipate mshahara unaozidi shilingi 50,000. Ambaye anamiliki mali kati ya bilioni 1 na bilioni 1.99 mshahara wake usizidi shilingi 70,000. Anayemiliki mali ya shilingi milioni 500 na shilingi milioni 999 mshahara wake usiwe zaidi ya shilingi 1,100. Anayemiliki mali ya shilingi milioni 100 hadi milioni 499.99 mshahara wake usizidi shilingi 1,150. Anayemiliki mali ya shilingi milioni 50 hadi milioni 99.99 mshahara wake uwe shilingi 1,200. Anayemiliki mali ya shilingi milioni 10 hadi milioni 49.99 mshahara wake uwe shilingi 1,240. Anayemiliki mali ya shilingi milioni 5 na milioni 9.99 mshahara wake uwe ni milioni 1,300. Anayemiliki mali ya milioni 1 hadi milioni 4.99 mshahara wake uwe shilingi 1,350. Aliye na mali chini ya kiwango hicho cha milioni 1 awe ndiye anapata mshahara mkubwa katika serikali wa shilingi 1,500. Hii itawawezesha vijana ambao wanawania nyadhifa za uongozi katika sehemu mbalimbali na katika nyadhifa mbalimbali za kisiasa waweze kupata fursa ya kufanya hivyo na kuuza sera zao bila pingamizi ambayo inatumiwa na mabwenyenye ya kutoa hongo huku na kule, ili waweze kuregeshwa katika nyadhifa hizo. Katika muktadha huo itawapunguza matumizi ya serikali na kuweza kutoa mwelekeo ambao utakuwa unatolewa na watu ambao ni sura mpya na wenye nia mpya na walio na chini ya uongozi na utawala wa aliyemwajiri na ambaye ni wewe mwananchi wa Kenya. Hiyo pia ndio itatuwezesha kujua kwa hakika kama viongozi ambao wamekuwekwa katika nyadhifa za uongozi na wakisaka nyadhifa hizi mabwenyenye, kama lengo lao haswa huwa ni la kizalendo, kwa sababu ninaweza kuhakikishia ya kwamba watainuka na kupinga mswada huo na kuhakikisha ya kwamba hata wakati wa kupigiwa referendum mswada huo watafanya mbinu za aina yoyote kujaribu kuusambaratisha. Ni wewe na mimi tusimame tuhakikisha ya kwamba hilo limefanyika. Kura milioni 1 ili mswada huo uweze kupita ni kura ndogo, ni sahihi chache sana. Wewe na mimi tukishikana, tunaamini ya kwamba tunaweza kupata hata milioni 10 za kusindikiza mswada huu kwa IEBC, na sahihi hizi zikusanywe kufikia tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu. Hapo ni kumaanisha ya kwamba kuna siku 60 za kufanya hivyo. Watu hawa ambao ni MCA wakiandamana vitabu vyao, tukutane na wao kule Uhuru Park tarehe 14 ili tuwasilishe sahihi hizo kwa IEBC ikiandamana na mswada huo, na hapo ndipo tutajua nani ambaye kwa hakika ni mwakilishi ambaye anastahili kukuwakilisha katika ofisi ya MCA, kwa sababu huyo ndio mwakilishi aliye karibu nawe zaidi. Na hii ndiyo nafasi yako wewe mwananchi, kuhakikisha wewe umechukua fursa hii ya kuubandua mfumo huu haramu. Miaka 63 ambayo imepita, mfumo huu ndio umekuwa kitawala, na wakati wa kuubandua ni sasa, na kama si sasa ni sasa hivi. Ni lazima tuchukue hatua, kwa sababu kwa hakika mfumo huu ndio umeweka wananchi, nchi ya Kenya na wananchi wake katika
kikaangio tukingoja kukaangwa na mfumo huo na mafuta yetu sisi wenyewe. Tuna jukumu la kuunda historia ya kuhakikisha ya kwamba miaka 63 ambayo imepita ndio mwisho wa mfumo kama huu. Kwa hakika ningependa kuambia ya kwamba system ya majambazi must fall.